Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Karibu kwa idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Ann Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Huku sasa tukiwa tumesalia na siku 2 tu tuage mwaka huu wa 2025. Sasa tunaangazia mizozo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo duru zinasema kundi la M23 yani M23 imerejelea upya katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku kadhaa baada ya kudai kuondoka huko baada ya shinikizo la kutoka Washington. Je, kunani? Nafikiri kwamba ni mambo ya ujanja tu ambayo yameleta tuone kwamba watu wa AFC M23 na wenzao wa Nyarwanda wametoka katika mji wa Uvira. Na tutakuwa viwanjani kufahamu kinachoendelea katika dimba ya mataifa bingwa AFCON Africa huko Morocco. Tumeona mabao mazuri sana, walinda milango wamefanya kazi nzuri sana hadi sasa. Je, mahanjam na mbwembwe za soka huko zipo haziko? Kaa nasi. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani, naye mwenzangu Shisia Wasilwa. Asante sana Ana, tuelekee kwenye taarifa zetu moja kwa moja. Hatua ya Israel kutangaza kuitambua Somaliland kama taifa huru inaendelea kuibua mjadala na hisia mseto katika ukanda wa pembe ya Afrika na katika jukwaa la kimataifa. Tamko hilo lilotolewa na maafisa wa ngazi ya juu wa Israel limeelezwa kuwa uamuzi wa kimkakati unaolenga kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia, kiusalama na kiuchumi katika eneo lenye umuhimu wa kijiografia. Hata hivyo, uamuzi huo umekumbana na upinzani mkali kutoka kwa serikali ya Somalia, ambayo imelaani hatua hiyo na kuitaja kama ukiukaji wa wazi wa uhuru na mipaka yake ya kitaifa. Umoja wa Afrika nao umeonyesha tahadhari kubwa, ukisisitiza msimamo wake wa muda mrefu wa kuheshimu mipaka ya kikoloni na kulinda umoja wa nchi wanachama. Kupitia msemaji wake, AU imetoa wito kwa pande zote kujizuia na kuepuka hatua zinazoweza kuzidisha mvutano au kudhoofisha juhudi za amani na utulivu katika pembe ya Afrika. Hali ya usalama katika mji wa Uvira katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete licha ya taarifa za mpango wa kuondoa waasi wa kundi la M23 kutoka katika maeneo ya mji huo. Wiki iliyopita, kundi hilo linaloshutumiwa na baadhi ya serikali na mashirika ya kimataifa kwa kuendeleza vurugu mashariki mwa DRC lilitangaza nia yake ya kurejea nyuma kutoka Uvira kama hatua ya kujenga imani katika mchakato wa amani unaosimamiwa na ushirikiano wa kimataifa chini ya makubaliano ya amani yanayofadhiliwa na Marekani. Hata hivyo, ripoti za wakazi na vyanzo vinavyofuata kwa karibu hali ya ulinzi eneo hilo zinaonyesha kwamba waasi hao bado wako ndani ya mji na maeneo jirani, baadhi yao wakiwa wamejificha kwa kuvaa sare za jeshi la polisi au kusalia kwenye ngome za kijeshi. Taarifa hizo ni kinyume na kauli rasmi ya kundi hilo kuhusu kujiondoa kabisa na kuonyesha kwamba licha ya tamko la serikali la kuondoka, waasi wanaonekana kukataa kabisa kuacha mji huo mara moja au kupunguza vikosi vyao kikamilifu. Na raia wa Guinea walipiga kura Jumapili katika uchaguzi wa urais unaotarajiwa kumpa ushindi mtawala wa kijeshi Mamadi Doumbouya wa kuongoza kwa muhula wa miaka 7. Doumbouya ni kamanda wa zamani wa vikosi maalum. Alikamata madaraka katika mapinduzi ya kijeshi mwaka 2021 na anagombea kiti cha urais pamoja na wagombea 9 ambao hawana ushawishi. Umoja wa Mataifa umesema kipindi cha kuelekea uchaguzi kilikumbwa na matukio ya vitisho na vikwazo dhidi ya uhuru wa raia. Yamkini watu milioni 7 wamesajiliwa kupiga kura nchini humo. Matokeo awali yanatarajiwa kuanza kutolewa saa 72 baada ya vituo vya kupiga kura kufungwa. Doumbouya alimuondoa madarakani Rais Alpha Conde miaka 4 iliyopita.
Awali alikuwa amefuta uwezekano wa kugombea kwenye uchaguzi huo. Hata hivyo, katiba mpya iliyopitishwa mwezi Septemba iliondoa marufuku kwa viongozi wa kijeshi kugombea nyadhifa za umma. Na nchini Kenya, wavuvi wawili wamefariki dunia na wengine watatu kupotea baada ya boti yao kuzama ndani ya ziwa Victoria, eneo la Goye Beach, Usenge, jimbo la Siaya. Ajali hiyo imetokea wakati kundi la wavuvi 7 lilipopambana na mawimbi makali yaliyosababishwa na hali ya anga mbaya na kusababisha chombo hicho kuzamishwa na maji. Maafisa wa polisi na kikundi cha uokoaji walijibu haraka taarifa za ajali hiyo na kupata miili ya waathirika wawili na kuendelea na jitihada za kutafuta waliopotea. Miili iliyopatikana ilihamishwa kwenye hifadhi ya maiti kwa taratibu za uchunguzi na uchunguzi wa mauti unaendelea. Kwa mujibu wa polisi, wavuvi wawili waliponea baada ya kuogelea hadi ufukwe. Ni kurejeshe kwa Anne Ngugi kwa taarifa kamili na upembuzi wa matukio barani Afrika. Shukran sana Shisia Wasilwa, na tunaanza na mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inaelekea kuwa hali ya usalama mashariki mwa jamhuri ya nchi hiyo imechukua sura mpya, huku taarifa zikionyesha kurejea kwa mapigano makali, hususan katika eneo la Uvira na maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Haya yanajiri wiki chache baada ya kundi la waasi la M23 kutangaza kujiondoa katika baadhi ya maeneo waliokuwa wameyateka, hatua iliyotajwa kuchochewa na shinikizo la kimataifa, hususan makubaliano yaliyojadiliwa Washington. Hata hivyo, taarifa za hivi karibuni zinaashiria kuwa waasi hao huenda hawakuondoka kabisa, bali walijificha katika maeneo ya pembezoni, hali inayozua maswali mapya kuhusu uhalisia wa juhudi za kurejesha amani. Katika muktadha huo mpana wa kisiasa, kijeshi na kidiplomasia, hivi sasa basi Profesa Buhendwa, mtaalamu wa masuala ya kikanda na migogoro ya mashariki mwa DRC, alizungumza na mwanahabari wetu Leonard Mubali akitoa tathmini ya kina kuhusu hali halisi ilivyo, nani anadhibiti maeneo husika, na iwapo matumaini ya amani bado yapo au yanaendelea kufifia. Profesa Eluga Buhendwa, kuna taarifa kutoka Uvira zinaeleza kuwa mapigano yamezuka upya baina ya jeshi la serikali na waasi wa M23. Hali ikoje huko, wakati tunajua kabisa kuwa waasi walitangaza kuuhama mji huo wiki kadhaa zilizopita? Kusema kweli, kwa sasa hivi nafikiri kwamba ni mambo ya ujanja tu ambayo yameleta tuone kwamba watu wa AFC M23 na wenzao wa Nyarwanda wametoka katika mji wa Uvira. Sina imani kwamba wametoka, na walio wengi wanasema kwamba wako tu hapo kando kando ama wamejificha wako. Anyway, sina imani kwamba wameondoka, na iwapo wameondoka sijaona kwamba ni suluhisho kwa tatizo lililopo, kwani nafikiri kwamba wapo bado tu, na wenzangu ambao wa huko Luvungi, Bwegera, Lemera, sehemu za Kidote huko kote, Kiliba, Sange, wanasema kwamba wanawaona watu wa M23, M23, M23 ambao wako hapo na wenzao wa Nyarwanda wamevamia nchi yetu. Nini sasa mstakabali wa mapigano haya? Maana M23 imesema inataka jeshi lisiloegemea upande wowote kudhibiti mji huo wa Uvira. Hili linawezekana? Na sasa mji huo uko chini ya mamlaka ya nani hasa? Wenye mamlaka hapo Uvira ni watu ambao wameushambulia mji, wakamfukuza gavana aliyekuwepo, wako hapo tu, kwa kuwa anyway, inawezekana watu wamerudi wamoja, wengine hawajarudi, lakini ni hali ya sintofahamu ambayo hatuwezi kujua kwa sasa hivi, kwa kuwa hapo kuna mambo mengi ambayo yanapitia kando ya Uvira na Bujumbura, Uvira na sehemu za huko na ni Moyen Plateau kama wanavyosema, huko kuna koishi wa Nyamulenge na wenzetu wa Bembe wengine. Nafikiri kwamba Uvira iko bado tu katika hali ya sintofahamu. M23 imekuwa ikisema kuwa inapigania usalama na maslahi ya watu wa mashariki. Na jana tumeona msemaji wa jeshi la serikali ya DRC Meja Jenerali Sylvain Ekenge akitoa kauli zinazobeza utu wa watu wanaozungumza lugha ya Kinyarwanda. Hali hiyo ambayo imezua malalamiko hata katika jamii ya kimataifa, na Ubelgiji ambaye ni mshirika wa DRC imetoa kauli pia ikilani matamshi hayo
ya msemaji wa jeshi. Labda ni kwa namna gani kauli hii itachangia katika mzozo huu? Sehemu za huko Uvira, ukiwa na wanajeshi wengi wa AFC M23 wengi wanaongea Kinyarwanda hadharani. Mimi ni kwa Uvira walipoingia hapo, na nilikuwa Luvungi, nilikuwa Kamanyola, na waona wanaonekana kusema kwamba hawaongei Kinyarwanda. Kusema kweli wanaongea Kinyarwanda, lakini ni shida sana kwa Mkongomani kujikuta yuko ana kwa ana na mtu ambaye anaongea Kinyarwanda na kile Kinyarwanda kikali, huku watu wakisema kwamba jeshi la Rwanda halipo Kongo. Kusema kweli wanatumia sana Kinyarwanda na watu wengi sana ni Wanyarwanda tu, na hapo ndio shida kubwa ya FCM 23. Kusema kweli kuegemea sana Rwanda na kutangaza kwamba wamekuja kuwaokoa Wakongomani, huwa kuna zusha kama kutoelewana, kwa kuwa walio wengi waga hawafurahi sana kwamba wamekuwa kama koloni la Rwanda wakiwa huko mashariki mwa Kongo. Wiki iliyopita Rais Felix Tshisekedi alitangaza kujiondoa katika mazungumzo ya Doha. Kwa nini alifanya hivyo, na ni kwa namna gani uamuzi huo utaathiri mchakato mzima wa kuleta amani mashariki mwa Kongo, Profesa? Mimi nafikiri kwamba mazungumzo yote ambayo Rais Tshisekedi amefanya ni mazungumzo mchakato wa Nairobi, wa Luanda, wa Doha, Washington, sehemu nyingi. Mimi naendelea kuwa nafikiria kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliposema kwamba nyoka akikuingilia nyumbani kwako huna budi kumtoa kwa namna yako yote ile na kumfuatilia popote pale atakuwa eti amehamia. So, mimi sina imani kabisa kwamba kuhusu kati ya Rwanda na Kongo mazungumzo yatakuwa ya kweli, kwa kuwa uongo ni mwingi, ulaghai ni mwingi, yani vitu ambavyo haviaminiki. Ni kwa kuwa tu nafikiri kwamba iwapo Wakongomani hawataweza kupigana vita na Rwanda, waache basi tu, kwa kuwa siku Kongo itapata uwezo wa kuingia Rwanda, nafikiri kwamba historia itakuwa imebadilika. Lakini kwa sasa hivi kama haiwezi hivyo basi, kama haiwezi vita basi, na vita vyenyewe Wakongomani wengi wanafikiria kwamba vita hivyo ni vita ambavyo vinachochewa na watu wakubwa kama Marekani, kama Ufaransa, kama Uingereza, ambao wanaisaidia sana serikali ya Kigali kidiplomasia, kisiasa, kijeshi, vyovyote vile. Tatizo la Kongo ni kwa kuwa kusema kweli wanasiasa wetu wote wamekuwa kama wameuzwa, jamaa ambao wote kwa vyovyote vile sijui kama ni wana uzalendo wote ule. Kusema kweli hapo ndo kuna shida kabisa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu mazungumzo. Ukienda kwenye mazungumzo ambako huna kusema kweli support ya hawa wenzetu wa Marekani, Ufaransa, Ubelgiji, unaenda kwenye mazungumzo ambayo hayana maana sana. Kwa jumla, ndugu yangu, naona kwamba kwenye maswali yako kuhusu Uvira nani anamiliki, kuhusu kuongea Kinyarwanda na kusema kwamba si vizuri kwa msemaji wa jeshi, nafikiri kwamba hapo ni hali mbaya tu ambayo ipo mashariki mwa Kongo, na hasa sehemu hizi za Kivu ya Kusini, tokea Kamanyola, Luvungi, Luberizi, Sange, Kiliba. Ni sehemu mimi nafahamu sana kwa kuwa mimi mzaliwa wa huko, mzawa pia wa huko. Nafikiri kwamba sehemu hizo ni sehemu ambako hawawezi kubali sana waone watu ambao wako ndani ya jeshi waongee sana Kinyarwanda, na huku Rwanda akidai kwamba hakuna Wanyarwanda ambao wako ndani. Na moja kwa moja sasa, mimi mwenyewe Anne Ngugi na kupeleka uwanjani ni kupashe zaidi kuhusiana na matukio mbalimbali ya spoti, hususan kinachofanyika kule Morocco katika michuano ya AFCON.
Michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON mwaka 2025 inaendelea nchini Morocco. Tofauti na AFCON ya Ivory Coast iliyogubikwa na msisimko mkubwa, viwanja vilivyojaa na mashabiki pamoja na simulizi za kusisimua, AFCON ya Morocco imeanza kwa sura tofauti, ikiwa na maswali mengi kuhusu ushindani, maandalizi ya timu, mvuto wa mashindano na hatima ya baadhi ya kanda ikiwemo Afrika Mashariki. Je, AFCON ya Morocco inatoa ladha ile ile ya soka la Afrika tulioizoea, au kuna ishara za mabadiliko ya ushindani ya kisaikolojia na hata ya mvuto wa mashabiki? Kwa uchambuzi wa kina niko na mwanahabari na mdadisi wa michezo nchini Kenya, Ali Hassan Mwana Ali, ambaye nilizungumza naye hapo awali. Kwanza nilimuuliza, je, unazungumziaje kiwango cha ushindani na mvuto wa AFCON mwaka 2025 hadi sasa ukilinganisha na Ivory Coast? Asante sana Angoge, ukiwa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Mwafrika, kwa huu mwaliko na nafasi hii satua ya kuangazia mashindano haya ya soka bara la Afrika, mashindano ya AFCON. Na nianze kwa kusema kwamba kila mmoja sikio na jicho ni Morocco kufuatilia mashindano haya ya AFCON, kwa sababu kwa bahati nzuri imesadifu wakati wa Krismasi na sherehe za mwaka mpya, ligi mbalimbali kama vile La Liga zimechukua mapumziko, na wachezaji wazuri sana wameshinda mataji mbalimbali wenye usuli wa bara la Afrika kama Jules Kounde, Kena Shomani, bila kumsahau Kylian Mbappe. Tunaona katika mashindano haya, na hasa ilifurahisha kumuona Mbappe akifuatilia timu yake ya Morocco na Cameroon hapo jana ikicheza dhidi ya Ivory Coast. Unaona Zinedine Zidane huyu ameshinda kombe la dunia na Ufaransa, klabu bingwa bara Ulaya, akiwa mchezaji na mkufunzi. Pia naye yupo anaangaziwa sana kutokana na mwanawe. Aliamua, baba wewe itumikie Ufaransa, mimi naitumikia Algeria. Namzungumzia Lucas Zidane, mchezaji wa timu ya Granada ambaye amewezesha Algeria kuingia raundi ya 16. Kwa hiyo hivi vinafanya mashindano haya yazungumzwe na kila mmoja, kila pembe na mitandao mbalimbali. Kwa haraka tu nianze kwa kuzungumzia mvuto na haswa nikirejelea mashindano yaliyotangulia kule Ivory Coast, ambapo Ivory Coast wenyeji na wakaondoka na kombe hilo, ndio mabingwa tetezi. Mkufunzi mmoja yupo amejitokeza, anasema kwamba hajaona zile mbwembwe zile, yani ukipita mitaani shamra kama ilivyokuwa Ivory Coast na Gabon. Na naweza nikasema hii huenda ikachangiwa na idadi tumeona ya mashabiki wanaofika viwanjani, lakini nikirejelea talanta ambazo tumeziona, mabao ambayo tumeyaona katika mechi hizi za awali za makundi, naweza nikasema haya mashindano yatakuwa na mvuto sana. Maana ni mapema kulinganisha na AFCON iliyokuwa Ivory Coast mwaka 2025, kwa sababu hata hatujaingia raundi ya 16, na nafikiri tukizidi kusonga mbele mengi yatajitokeza, lakini mpaka sasa naweza nikasema tumeona mabao mazuri sana, walinda milango wamefanya kazi nzuri sana hadi sasa. Na matayarisho ya mashindano haya, naweza nikaihongera sana Morocco nikirejelea miundo msingi, angalia viwanja vile, na nasema hivi makusudi kutokana na mvua kubwa ambayo tumeiona katika mashindano haya. Na alikuwa ananichekesha rafiki yangu mmoja, ananiambia, Hasani, kombe la dunia mwaka 2026 kule Marekani, Mexico na Canada, tumeshuhudia mvua kubwa iliyosababisha baadhi ya mechi zisichezwe kule Marekani, lakini wewe angalia bara la Afrika, Morocco, na usisahau watakuwa pia wenyeji wa kombe la dunia baada hao Marekani. Ni kwamba huku kuna mvua ndio, lakini kuna mechi imeahirishwa ati kwa sababu uwanja hauchezeki. Hii inakuonesha ni kwa namna gani Morocco walikuwa tayari sana kwa wenyeji wa mashindano kama haya, na si mara ya kwanza wamekuwa wenyeji wa mashindano kama haya. Tumeona wamekuwa wenyeji mpaka mashindano ya soka bara la Afrika kwa kinadada. Kwa hiyo wao wapo juu sana, ukiangalia viwanja vyao wapo juu sana kiujumla, na hata barabara nafikiri Morocco wanapewa zaidi ya 90%. Je, unafikiri yani underdogs, mnasema hivyo nyinyi ambao mnazungumza masuala ya spoti, watatikisa michuano hii ama bado unafikiri nafasi hizo ni finyu? Ni mapema mno
Ukiangalia kwa mfano lile kundi la Morocco Mali, tulifikiri kwamba kufikia sasa timu hizo mbili baada ya mechi mbili zingekuwa zimetinga raundi ya 16 kama walivyofanya Nigeria na Algeria na Misri, lakini halijawezekana. Morocco watahitajia mechi ya leo dhidi ya Zambia ushindi au sare kutegemea waweze kufuzu. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba ni vigumu kuwaona underdogs. Wewe angalia Sudan, wanapata ushindi, unazungumza miaka kama 13 wamekwenda bila ushindi mashindano haya, wanapata ushindi muhimu sana dhidi ya vijana wa Guinea Ikweta. Angalia Msumbiji, miaka mingi sana, miongo karibu 3, wengi wako hapa nafasi, wanakuja wanaondoka na ushindi mnono sana dhidi ya Gabon, na unaelewa Gabon wapo kina Aubameyang. Kwa hiyo walikuwa wanazungumzia Taifa Stars kwamba itapigwa mabao mengi tu na Nigeria. Angalia ilikuwa sare, walishindwa 2-1 na walikuwa na nafasi nzuri mwishoni mwa mechi kuondoka na alama kwenye pambano hilo. Tatizo ni lipi? Matatizo ya usafiri kwa wageni ama ni raia wa Morocco kutovutiwa na michuano hii? Swala la mashabiki kutokuwepo kwa baadhi ya viwanja limezungumzwa sana. Nakumbuka mechi ya Nigeria na Tanzania, tunazungumzia mashabiki kama ngapi? Mashabiki 11,000 pekee waliokuwa uwanjani, na CAF inawazia sana ili wamelizungumza kwamba mechi zijazo wakiona pana mapengo mengi, viti mvitupu, basi mashabiki wataruhusiwa waingie uwanjani pasina kulipa chochote. Ndio utamu wa kabumbu. Na unajua Nigeria walikuwa wanasema kuna ule mfuko wa serikali kugharamia mashabiki kusafiri, mara hii haukuwepo, ndio hatujaona mashabiki wengi kutoka Nigeria. Viwanja vinashiba tu wakati wanacheza hawa Arabu, Misri, Morocco na Tunisia, lakini vinginevyo tunaona idadi ni ingali ndogo, na labda uende ikaongezeka kutegemea na mechi zinavyozidi kusonga mbele mashindano ya AFCON. Nam ni kushukuru sana Ali Hassan Mwana Ali kwa kutupatia na kutujuza mengi kwa njia ya udadisi kuhusiana na michuano ya AFCON ambayo imeingia wiki yake ya pili, na sasa tukiwa bado uwanjani, mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika yameanza kuonyesha uso wake wa nidhamu, huku timu na mashabiki wakisafisha njia ya kuelekea ubingwa hapo Januari. Tangu pazia la AFCON lilipofunguliwa Casablanca na Rabati nchini Morocco, viwango vya juu vya nidhamu vimeshuhudiwa uwanjani na nje ya viwanja. Hata hivyo, takwimu za kadi, udhibiti wa mashabiki na maamuzi ya waandaji vinaendelea kutoa taswira halisi ya mwenendo wa mashindano haya, huku mechi za leo zikitarajiwa kuamua nani atasalia kwenye mbio za ubingwa na nani ataagana na michuano. Huyu hapa Gabriel Ingubu na mengi zaidi. Mitananga ya AFCON sasa imeanza kusafisha mazigazi kwa barabara ya kutua taji hapo Januari mwakani. Viwango vya juu vya nidhamu kutoka kwa wachezaji na mashabiki vimeshuhudiwa tangu kufungua kazi Casablanca na Rabat nchini Morocco. Timu ya Algeria ndiyo ya pekee ambayo haijapokea kadi yoyote, huku Mali ikiwa imepokea kadi za njano mara 9. Uganda, Benin, Angola na Afrika Kusini wote wamepokea onyo mara 5 kila mmoja. Nao wana Zimbabwe kwa jina la utani The Warriors wakiwa wa pili katika jedwali hilo kwa kadi 6 za njano. Misri, Sudan na Equatorial Guinea wana kadi 1 nyekundu kila mmoja. Kwa sasa hakuna tukio la utovu wa usalama ambalo limeripotiwa, japo usimamizi wa AFCON umelazimishwa mara kadhaa kuruhusu mashabiki kuingia uwanjani bila kulipa, mechi ikiendelea ili kuhepa fedheha ya mechi kucheza bila mashabiki. Mechi kati ya Cameroon na Gabon ililazimika kuanza bila mashabiki, lakini baadaye ndipo mashabiki 35,200 walikaidi mvua na kuingia kwenye uga wa Agadir wenye uwezo wa kumeza mashabiki 45,000. Tukio sawia na hilo la mashabiki kuingia mechi ikiendelea pia limeshuhudiwa kwa mechi kati ya DRC na Benin katika uga wa Al Medina mjini Rabat. Waandalizi wa AFCON na mamlaka kutoka CAF wamekubaliana kwamba watawapa mashabiki wanaokusanyika nje ya uwanja hadi dakika ya 20 kuingia uwanjani mechi ikiendelea. Tiketi za mechi zilizosalia za makundi zinauzwa kwa $10 za Marekani. Morocco ina kila sababu ya kupaka jina lake mafuta na kumeremeta ili kuvutia sifa inapojiandaa kuwa mwenyeji wa kombe la dunia mwaka 2030. Mechi zinazosakatwa kuanzia leo ndizo zinazoamua nani atabaki kinyang'anyironi na nani atatupungia mkono wa kwaheri. Hii ni baada ya kila timu kwa kila kundi kucheza mechi 2.
Na katika makundi yote 6, kundi A wenyeji Morocco ndiyo vinara na alama 4, Misri wakiongoza kundi B na alama 6, huku Nigeria katika kundi C wakiwa na alama 6. Senegal katika kundi D ndiyo kidedea na alama 4, na Algeria katika kundi A wakiwa mabingwa na alama 6. Washindi wa AFCON mwaka wa 2023 Ivory Coast wa kundi F wapo juu ya meza na alama 4. Mechi kati ya Nigeria na Tunisia na Mozambique na Gabon ndizo hadi wa leo zina mabao mengi, zikiwa na mabao 5 kwa kila mechi. Kwa jumla kati ya Nigeria na Tunisia, Nigeria walichukua ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Tunisia, huku kati ya Gabon na Mozambique, Gabon waliridhia kupigwa magoli 3 na kurejesha mawili. Gabriel Ingubu, idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, michezo. Na matumaini ya timu ya taifa ya Uganda Cranes ya kusonga mbele katika mashindano ya kombe la mataifa Afrika yameingia doa kufuatia mwanzo mgumu wa michuano hiyo. Uganda ilipoteza mechi yake ya kwanza dhidi ya Tunisia kabla ya kulazimishwa sare na majirani Tanzania, hali inayowaacha katika nafasi tete wakijiandaa kuikabili Nigeria hiyo kesho. Fursa za Uganda kufuzu kwenda katika awamu nyingine sasa zimesalia finyu zaidi baada ya Uganda Cranes kuenda sare ya 1-1 na timu ya Taifa Stars ya Tanzania. Na pia ikumbuke kwamba Uganda Cranes ilikuwa imeshapoteza mechi yake ya kwanza dhidi ya Tunisia wa mabao 3-1, na sasa Uganda itakuwa inacheza Nigeria. Lakini pia Uganda tu ilikosa fursa ambapo mchezaji Alan Okello alikosa kutia mkwaju wa penalty kwa dakika za mwisho. Mkwaju wa penalty dhidi ya Tanzania Taifa Stars na kuenda mabao 2-1. Na sasa mtihani ambao upo ni kwamba katika hicho kikundi Nigeria sasa inaongoza na alama 6, na Tunisia ambayo iko na alama 3, na Tanzania alafu na Uganda Cranes. Sasa mchuano baina ya Uganda Cranes na Nigeria sasa inapaswa Uganda Cranes inapaswa kumpiga Nigeria mabao 4-0, alafu imwombee Tanzania kumpiga Tunisia labda bao kama 1 hivi kwa nunge. Sasa labda Uganda ndio inaweza kupata labda fursa ya kufuzu kwa wingi wa mabao. Ni mtihani ambao kidogo sio rahisi, lakini niko hapa Kampala tu nitakuwa nazungumza na baadhi ya wafuasi wa Uganda Cranes kutupatia mawazo yao kuhusiana na hiyo mechi, lakini pia fursa za Uganda Cranes kufuzu katika awamu nyingine. Timu yetu hii Uganda, mimi naomba hao wakubwa waweke pesa kwa our players. Nataka waweke pesa mingi, watafute wazani young boys from all over Uganda. Kwa masala ya mpira kuna changamoto nyingi sana. Juzi umesikia kuna wachezaji wengine wakilalamika mala wenzao wajapata, hata wengine wakaboycott training. Kwa hivyo hawa vijana hawana morali, waangalie vizuri, unaona. Lakini wangewapatia ile support ile ya kutosha. Mtu pia unaenda unacheza mpira, unajua hii mpira hii mimi naenda na nia moja, najua at the end of the day pia familia yangu atakuwa vizuri. Lakini sasa kama unaenda kucheza mpira na njaa, utakuwa na morali kweli? Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kualika marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Subscribe, jiunge nasi kwenye YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Asanteni sana kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anna Ngugi. Kwaheri kwa sasa na nakutakia jioni njema.